napenda kuwafahamisha Watanzania wenzangu. Sasa hivi mwaka huu tunakwenda kwenye uchaguzi. Na katika uchaguzi kuna vyama vya siasa. Vyama vya siasa viko vingi. Kuna vyama 19 vilikuwa vimesajiliwa kwa mujibu wa sheria ya msajili wa vyama vya siasa. Lakini ndani ya vyama kuna baadhi ya watu wamekuja kwa mgongo wa vyama vya siasa, lakini wao ni wanaharakati. Kwa hiyo naomba Tanzania wawe makini. Kuna kipindi viongozi wa vyama, wanasiasa wanachichamaa na kudai kwamba wanapigania Watanzania. Ukimtazama kwenye majukwaa wanakuwa wakali, wanaperform. Unakuta mtu jukwani anaongea mpaka anatoka na povu mdomoni. Wanakwenda Watanzania wengi, tunashawishika, tunahitaji mabadiliko, tunawafuata wanasiasa. Baada ya muda wanabadilika, wanakwenda tena upande wa pili, wanakuambia tunaunga juhudi. Kwa hiyo naomba sana Watanzania wenzangu, hiki kipindi cha uchaguzi, wanasiasa cha kwanza kabisa kwao ni maslahi, alafu cha pili ndio mwananchi. Tusiamini kwamba mwanasiasa cha kwanza kwamba ni mwananchi. Hapana, cha kwanza ni maslahi. Wanakuja na sera nzuri. Kuna vyama 19 na kila chama cha siasa kinanadi sera ya kumletea mazuri Mtanzania. Sijawahi kusikia kwamba chama cha siasa kikidai kwamba sisi tukishika dola tutawaua Watanzania. Hapana, wanazotoa ahadi nono, masuala ya afya, barabara, maji, umeme, watu tunashawishika. Lakini baada ya muda wanabadilika, wakati wanachama wameshaumia, wamepata ulemavu, wameingia barabarani kwenye maandamano, wanakwenda upande wa pili, tunaunga juhudi. Kwa hili kwa kweli sio zuri, na watapata zima kwa Mwenyezi Mungu. Wanatuaminisha vitu ambavyo havipo. Sasa hivi watu wanadanganya kwamba hakuna uchaguzi. Nchi ina vyama 19. Vikisusa vyama 5, 15 vinakwenda kwenye uchaguzi. Ni wasii vyama vya kisiasa kwamba wasitafute nguvu, naona ya kuungwa mkono na Watanzania kwa sababu ya hoja dhaifu kama hiyo. Tuingie kwenye uchaguzi. Twende kwenye uchaguzi, wakati umefika. Kila mmoja atoe sera zake zitakazokubalika na wananchi. Watakaa watazipima, sawa, watajua ukweli upi na uongo upi. Kwa hiyo hilo ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo vyama vya kisiasa, hebu twende katika kinyang'anyiro cha uchaguzi. Sisi wa Tanzania tutapima, sawa, chama gani ambacho tunachokihitaji, tunaona kwamba hiki kinaweza kikatufikisha sehemu fulani. Chama gani tunaona kwamba hiki kitatufikisha sehemu fulani. Hilo ndio jambo kubwa. Wewe ukianza kutaharuki huku, sasa ustahili kuwa kiongozi. Kwa Watanzania ningependa kuwaomba na kuwashauri kwamba hebu tuachane na mirumbano yao. Sisi tujaribu kusimama katika msimamo wetu kama wananchi. Sawa, miruzi mingi inampoteza mbwa. Kwa hiyo cha msingi sisi tusimame kwenye uhalisia. Tuangalie mluzi gani ambaye utakuwa sahihi kwetu kuufuata. Hilo ndo rai yangu. Kwa hiyo tuangalie chama gani kilichokuwa kizuri, kitasimamisha mgombea, ili tuweze kumfuata kwa sera zake na matendo yake. Hapo Oktoba, Mungu akipenda, kama sitokuwa na changamoto yoyote, basi nitaenda kumchagua rais. Kwa sababu kula ni siri, nitamchagua rais wangu ili aje aletee maendeleo katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na wasii wananchi wenzangu ambao wamepanga kususia uchaguzi mkuu, kutokupiga kura, kwamba wasifanye hivyo kwa sababu wanapoteza haki yao ya kikatiba. Unapomchagua rais ndio utakuwa umetimiza haki yako ya kikatiba na atakuletea maendeleo katika nchi. Endapo kama utaacha kumchagua, utakaa tu nyumbani ukisikiliza watu, basi usije ukalalamika baadaye kwamba huyu kachaguliwa kimakosa. Hapana, wewe mwenyewe utakiwa ukamchague rais ili upate maendeleo. Sasa kama ukisusia, basi yeyote atakayechaguliwa ukubaliane na hiyo hali.